Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sasa tunaendelea na episodi ya 4 pale tulipoishia. Licha ya maisha ya utulivu wa ndoa na heshima aliyokuwa nayo kijamii, moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa na kiu ya kitu kikubwa zaidi. Alianza kuchukizwa na hali ya watu wake. Aliumizwa kuona masikini wakidhulumiwa na akashangazwa na akili za watu wanaosujudu mbele ya mawe yasiyoweza kujidhuru wala kujinufaisha. Kuanzia miaka 35, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza tabia ya kujitenga. Alikuwa akichukua maji na mikate michache na kupanda juu ya jabali lililoitwa Jabal al-Nur, yani mlima wa nuru, kwenye pango dogo lililoitwa Hira, huko mbali na kelele za masoko ya Maka. Alikuwa akikaa kwa siku kadhaa akitafakari kuhusu asili ya ulimwengu na muumba wake. Kadiri alivyokaribia umri wa miaka 40, hali yake ya kiroho iligeuka. Alianza kuota ndoto ambazo zilikuwa zikimtokea kesho yake kama mchana kweupe. Alikuwa akisikia sauti zikimsalimia akiwa anapita kwenye vichochoro vya Maka, na hata mawe yalionekana yakimjua. Katika kipindi hiki cha upweke alikuwa akifanya kile kinachoitwa tahanut, aina ya ibada ya asili ya Nabii Ibrahim. Alikuwa akitafuta mwongozo, akitafuta nuru ya kuongoza jamii yake iliyopotea, bila kujua yeye ndiye aliyechaguliwa kuwa nuru hiyo. Kila alipopanda milimani alihisi nguvu fulani ikimvuta, mpaka alipofikia ule usiku wa kihistoria katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ungebadilisha mkondo wa historia ya binadamu milele. Na hapa ndipo napoweka nukta katika episodi ya 4. Tukutane katika episodi ya 5. Wabillahi tawfiqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.